Mani. Na ndio kwa maana tumekuacha uende uolewe na Nigeria. Ndio kwa maana tumekuacha uende uolewe na Nigeria. Sisi hatuoangi watu wenye baba yao wako na tabia mbaya. Charlene Ruto ajolewa juu baba yake ni muongo, baba yake ni anaua vijana, baba yake hajali kuhusu wa Kenya. Baba yake hataki kuambiwa kitu nasikie. Unajua ukitaka kuoa msichana, unaangalianga tabia wazazi wake. So Charlene Ruto ajolewa juu baba yake ako na tabia mbaya. Kama baba Charlene Ruto angekuwa na tabia mzuri, huyo Charlene Ruto angeolewa. Mimi sasa mtu mwenye nafikiria naweza oa maybe ni mtoto Uhuru Kenyatta. Ule dem ni mrembo na ana maringo mweupe kwepepe. Dem yenye ukileta hadi kwa nyumba watu wanakupigia salute. Si mtu mwingine hapo. So ende na huo Nigeria yako, hatuna haja na wewe. Hakuna Mkenya menyamoi kukatia. Mtanzania uende na huo Mtanzania. Alafu Mr. Speaker, hii maneno ya pili ya Atuoli na Sifuna. Nimeona Atuoli na hiyo matumbo yake kubwa anaambia Sifuna ati vijana wapasi kuwa viongozi Kenya, vijana wende wakuwe polisi ama wakuwe jeshi. Wewe Atuoli ukiwa kijana ulikuwa polisi ama jeshi? Ama kazi yako ilikuwa tu kukula chakula mingi na hata uwezi saidia mzazi pale kwa nyumba. Sasa hii wewe ndio ushaoda kwa Luya Land, wewe ndio unakula pesa ya Waluya. Uko na mimba yenye hujawahi za Atuoli ndio zae. Hiyo tumbo yako ni kubwa sana. Umeshiba na Waluya huku kwa kaunti zingine wamekonda. Hebu angalia Waluya wenye wako Nairobi na uangalia Atuoli. Utajua hapo kuna mtu anashiba kwa niaba wengine. So Waluya, kama mwezi fuata na tembe ama Sifuna, wachanini na hiyo tumbo kubwa. Huo jamaa wajali, hezi wafikiria, hezi wapeleka mahali popote. Atuoli shame on you. Na nguo moja kama ngozi ya kondoo. Kila saa nguo ya purple na maneno ya shenzi. Amen. Huu ni mzee ako na tumbo kubwa kuliko akili. Akili yako ingekuwa kubwa, tungekuwa tunasema ni at least. Lakini we tumbo ndo kubwa kuliko akili. Waluya msifuate hiyo kitu bwana. Huyu jamaa ni fisi, anashiba kwa niaba yenu. Shame on you Atuoli. Asante. Power. All right. Kitu ya kwanza, apologize kwa wanabunge wote kwa jumla kama mimi. Sababu bunge huwezi kula, lazima kuwe na side hustle yako. Yenye wewe unaenda una hustle. Ukikuja jioni ndio unakuja kwa bunge. Ukiweka tu akili kwa bunge utakufa njaa na utalaumu watu kila siku. Bunge power. Ya pili, nimeapologize kwa hizo masiku sijawahi kwa sababu niko busy, niko na familia, niko na bibi, niko na nyanya yangu ana meno analiswa na pipe. Niko na watoto wengine mpaka wajirani wananiangalia. Sasa inabidi lazima tuwatafutie, lazima ningeapologize ndugu yangu. Kitu ya kwanza mimi nasema hivi, kuna mtu akona tumbo kubwa na kichwa kibarangoto. Anaitwa Kasipul. Kasipul ameninyang'anya bibi akapatia Mtanzania. Kasipul power. Ameninyang'anya bibi, hata nyinyi hamna power. Sababu mmeshtuka. Mimi nilikuwa na date Charlene Ruto. Hata nyinyi mnajua, hatujui. Na kuna indication. Yote yenye inaonyesha ati tuliwachana. Kasipul na hiki mbele yake ameenda akatongoza kijana Tanzania sababu ya sulumu ya Hassan, akampatia Charlene. Ndugu yangu mimi niliona wedding nikasikwa na high blood pressure, hypertension na heart attack. In fact jana roho yangu ilianguka kwa tumbo, nilisikwa na cardiologist. Pole. Sasa hata mkiona tumbo imefura ni roho imefurisa tumbo. Sababu damu haipigi mzuri. Tangu Charlene aende sikuli, silali, sipumui, siangalii vizuri, sababu ya sida, stress. Ndugu yangu, kama sijaenda kwa mada, wacha niambie watu wenye experience maumivu ya mapenzi.
na nielimisha Wakenya mapenzi ni nini. Nilikuwa nasikia jua inawaka na nasikia ni kama nanyesewa. Nasikia ninaona nimekaa chini na lakini kumbe nimesimama. Hawa. Ndugu yangu, mapenzi hiyo yangu inachalini ili nifanya wakati naenda kwa choo. Naogopa kuenda kwa choo juu maybe naweza mwaga roho kwa choo. Hawa. Anyway, may God bless that marriage and God protect that marriage. Nikienda kwa mada. Mimi sioni saa hii watu wetu ama jamii yetu Wajaluo wakang'anie mambo na deputy president. Mimi natamani sana wakati Wajaluo wetu wanaenda kunegotiate na William Ruto, wanegotiate viti zingine, wanegotiate PSS, wanegotiate CSS. Sababu gani nasema hivi? Speaker tunawaachia Waluya, permanent secretary tunawaachia Waluya ni Mudavadi, wataneni na hizo. Tunakuja hapa kwa kuanzia PS, ile nafasi ya watu wa mlima tupewe, tuongezwe hata minister 5 peke yake. Tunaomba sababu huyo ni chialeji. Sawa. Tunaomba sababu tupige siasa yenye iko wise kabisa. Tusipige siasa ya kupraise mtu, ya kuabudu mtu na ya kunyanyasa watu. Na tusipige siasa ya kupiga mtu. Tunapiga siasa na fact. Tunasema hivi. Wajaluo, watu wa ODM wenye walienda Naivasha, najua hamupendi Ruto, lakini mnapenda pesa ya Ruto. Najua mnadanganya Ruto ati mko na yeye, lakini chenye mnasaidia nayo Ruto mpaka sasa hakuna. Onge William Ruto, just be careful with these people. William Ruto, Ben Motang, be careful na hawa watu. Hawa watu hawapendi na hawakupendi. Hawa watu hawakupendi, lakini wanapenda chenye unawapea. Sisi kama jamii ya Wajaluo tunakupenda. Sisi si hao wabunge Wajaluo. Sisi jamii ya Wajaluo tunakupenda. Raia wa kawaida anapenda Ruto Mjaluo. Sababu chenye unatufanyia kami mulonua mali utakuna kwa mwaise yetu kami guonyonua inatuguza. Kuna ile program ya widow program yenye iliintroduciwa na Daktari Raymond Omolo. Uliona Raymond akafanya ikachukua ikaweka ikakuwa national, ikachukua kama project yako. Sasa hii ana that project unajengea wajane Kisumu na Nyanza yote. Ya pili kidogo, ndugu yangu, acha tuelimishe watu. Si mimi ndio naongea alafu speaker anaongea alafu tunafunga na maombi. Wachanga chuki ndugu yangu. Utaisa vibaya. Mwisho ya jauoro rumo kama maraji waliji. Sasa hii kama tunaongea mingi, kuna water ISIS and Ford. Water ISIS ni ile vitu ina float ndani ya Lake Victoria na inazuia hyacinth. Hiyo water hyacinth iko ndani ya Lake Victoria. Moi ndiye alileta hiyo kitu, akiona samaki inafaidisha Wajaluo akaleta water hyacinth. Ili water hyacinth kule samaki yote. Saa hii Ruto ameweka kitengo ya watu wa quarantine wa maji. Wanashughulikia kutoa hiyo vitu. Sio ni adapted. Ruto akifanya kazi kwa Wajaluo wanasema Ruto ni one term. Ndio adapted. Ruto akisaidia Wajaluo wanasema Ruto ni one term. Adapted. Sasa tunaambia Ruto, sisi tunataka utusaidie tu. Utusikilie tu Ruto, ukituacha marumo. Ya mwisho, mtu wa Mount Kenya, mtu wa mlima, Mogekuyu, Butalukate. Tunaomba hivi, saa hii ndio wakati Kindiki anatuhitaji kama jamii yake.
kama jamii ya Mlima, tafadhali tu support Kindiki. Kama jamii ya Mlima, tafadhali tu support Kindiki. Hiyo kofia hapo nitakupiga kofi. Usinijaribu imani yangu. Tunaomba jamii yetu ya Mlima, Adwage Koyo, tafadhali tu support Kindiki. Tafadhali tu support Kindiki akue vice president. Mombasa tuwezi peleka hiyo kitu, hata wakivaa kofia, wavae masuka, wavae kikao, wavae towel, wavae mpaka siruali ya mama kwa kichwa. Batu, ukitaka uvae. Inaonekana masomo yako yamefika wapi? Mimi amuda yokubilimita. Hiyo si adapted. Ndio adapted. Sipeka nikiongea wanaongea sana makofi. Hiyo si adapted. Ndio adapted. Ya mwisho, watu wetu wa Homa Bay, Wajaluo, saa hii tunafungua pay bill officially kwa ajili ya Atomi Sifa. Team Kesi Nyakadhi mbele. Tunataka kuonyesha hao waheshimiwa wenye wanajifanya wako na nguvu kuliko raia. Tunataka kuonyesha sisi tunaweza shikana kama matiktoka, tunaweza shikana kama raia wa kawaida. Waliadapt Atomi Sifa, wakapeleka Atomi Sifa kwake, wakachapa matako ya Atomi Sifa viboko. Ndio maana adapted. Mano Ben Suda. Alafu Ben Suda accepted Atomi Sifa. Huyu mama ni semo ni Seamless. Huyu mama ni Seamless. Sipika, imagine. Kidogo tu sipika. Imagine. Alafu Atomi Sifa anapeleka Atomi Sifa kwa court. Alafu yeye ndiye anaenda kutoa pesa. Ndio maana adapted. Atomi power. Atomi power. Ben Suda must go. Bidala. Thank you very much. Atimana adapted.